Bunge, na mimi nilikuwa mwalimu. Nimefundisha 2015 hadi 2019 nikaacha, nikaenda kugombea ubunge. Wajumbe ni watu wazuri, mwaka ule walinipa kura 4. Ndugu yangu ajifunze hapa. Walinipa kura 4, mimi niliwashukuru sana. Ingarazi wenye kweli niliziona wapi? Lakini 2025 wamenipa kura nyingi, zilibaki na kubaki, na washukuru sana wajumbe. Leo tunamsindikiza mwalimu hapa. Muona watu walivyo wengi, wachungaji. Nawapongeza sana wachungaji kwa mshikamano, maaskofu na mchungaji wangu mwenyeji kule, kiongozana na wachungaji wote hao ambao tumewaona, walimu wakuu wa shule, walimu ambao tumeongozana nao kutoka Mbozi. Kwa kweli wenye viti wangu hapa, mheshimiwa diwani, simsahau, lakini tunaye katibu CWT, nafikiri atapata nafasi ya kusalimia huko mbele. Wakina mama ambao tumeongozana, kwa kweli wana Mbozi, naomba kwa umoja wenu, naomba mpunge mkono wote ambao tumeongozana nao, wote muone, wapigieni makofi kweli. Kwa kweli umoja huu ndio tunao kule kwetu, tuendelee kuwa nao. Wenyeji wetu wametupokea, tunawashukuru sana wenyeji wetu. Na meza kuu huku wana Mbozi wako wengi viongozi. Naomba viongozi kwa heshima msimame, wana Mbozi wote tuliongozana, mliko meza kuu huku wote. Na mpate picha pamoja, inawezekana tusipate nafasi ya kupata picha. Hebu tupige picha hiyo. Usichelewe, tusivute muda. Asante sana. Basi na wenyeji wetu naomba msimame, wa maaskofu wote, na nyewe wenyeji na wageni wote tusimame sasa mko pamoja. Baba hapa na baba yangu hapa naye asimame mfiwa, ili tupate picha pamoja. Asante sana. Ni heshima wakati tunamsindikiza kaka yetu. Naomba mkae. Ndugu zangu, Mbozi tumefiwa. Na Mbeya hapa mmefiwa. Iyawaya mmefiwa. Watoto wetu kule wamebaki, wamefiwa na mlezi wao. Huyu mwalimu alikuwa mlezi wa watoto wengi, na sisi wazazi tulimtegemea. Alikuwa mshauri na kiongozi. Mkurugenzi ameondokewa na mtumishi wake aliyemwajiri, na ametuma uwakilishi mkubwa kabisa hapa. Na mimi mbunge wa jimbo nimefiwa. Nimekuungana na wanambozi na wanambea kumsindikiza kaka yetu. Inauma sana, pamoja na majukumu mengi tumeacha, tumekuja hapa. Umeona watu wote kutoka Mbozi wanaosimama. Inawezekana mnashanga, naomba nitoe ufafanuzi. Kwa mbona wanasimama lakini hatuoni bahasha zao? Zaidi ya mkurugenzi kusema nimetoa hiki, nimetoa jeneza 200,000, nimetoa na gari, na yeye amekuja. Lakini wote waliosimama na wengi ambao hawajasimama, na wanambozi wote huko, jana tulikuwa na zoezi la kumwaga kule nyumbani kwa heshima kubwa kabisa. Na salamu za rambirambi tulizitoa pale, bahasha tulizitoa kule, ili tuweze kutovuta muda siku ya leo. Tumeondoka kule saa 12, tumefika hapa. Kwa kweli watu wameguswa na msiba huu. Niliona jana jinsi ambavyo wamejitoa kwa ajili ya ndugu yetu huyu. Nikupe pole sana mama mfiwa. Kwa kweli naye ni mwalimu. Tunakupa pole sana. Sisi wote hapa maelfu tunakupa faraja. Na jana nilisema faraja ya kweli Mungu ataendelea kukupa. Wachungaji watakuombea na sisi tutakuombea. Lakini kama serikali, na mimi mbunge, diwani na wenye viti wangu tutakuwa pamoja na wewe, kama ambavyo walimu wenzako watakuwa pamoja na wewe. Tunakuombea sana mama yetu. Pole sana. Na mimi mbunge jana nilitoa bahasha, huwa natoa magari kwa ajili ya kusafirisha mwili, kwa sababu kiongozi wangu mkurugenzi alitoa gari. Kwa hiyo nilitoa bahasha na gari pia limekuja kwa ajili ya kuwaleta wengine. Poleni sana. Mwisho, ndugu zangu, tutamsindikiza baba yetu. Wana Inyala, wana Iyawaya, nafikiri ni Iwaya huko. Iyawaya, ili jina tunalikosea lakini tunalisoma pale. Mwenyekiti unakosea, inaandikwa Iyawaya. Tunaombeni sana mshirikiane na mama yetu hapa. Ana watoto
Watoto watahitaji kusoma, sisi kama serikali tutakuwa naye, lakini na ninyi watu wa huku muendelee kuwa na mama yetu hapa. Mpeni ushirikiano, ni wa kwenu, anaendelea kulea watoto. Baba, pole sana, tuko pamoja. Asante sana, nisiwe na mengi, naomba niruhusu itifaki inayoendelea. Asante sana, karibu mkurugenzi.